Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limetangaza kuanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel na mali za kijeshi za Marekani katika Mashariki ya Kati, huku vita kati ya Iran na muungano wa Marekani na Israel vikizidi kupamba moto. Katika taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la Mehr, IRGC ilisema imeanzisha wimbi la 35 la mashambulizi likitumia aina mbalimbali za makombora ya ballistic ikiwemo Farah, Imad, Khaibar na Kadri, pamoja na kombora la kasi kubwa hypersonic missile. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi hayo yalilenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika kituo cha anga cha Al Dhafra karibu na Abu Dhabi na kituo cha kijeshi cha Jufar nchini Bahrain. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi ya wimbi la 34 yalilenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika kituo cha anga cha Al Dhafra karibu na Abu Dhabi na kituo cha kijeshi cha Jufar nchini Bahrain. Aidha, Iran ilisema mashambulizi yalilenga pia vituo kadhaa vya kijeshi vya Israel, hasa kituo cha anga cha Ramat David pamoja na uwanja wa ndege wa kiraia wa Haifa. IRGC pia ilidai kuwa makombora yenye nguvu ya Iran yaliharibu vizinduzi vya makombora vya jeshi la Israel vilivyokuwa vimefichwa katika eneo la Bnei Brak mashariki mwa Tel Aviv. Dakika chache kabla ya tangazo hilo la Iran, jeshi la Israel lilisema limegundua wimbi jipya la mashambulizi na kuwaagiza raia kuingia katika makazi ya kujikinga. Wakati huo huo, mwanasiasa mmoja wa chama cha Republican nchini Marekani amekiri kuwa shambulio baya lililolenga shule nchini Iran huenda lilifanywa na jeshi la Marekani. Senator Republican John Kennedy aliomba radhi baada ya shambulio lililoripotiwa kuua zaidi ya raia 160, wengi wao wakiwa watoto, wakati shule ya msingi ya wasichana katika mji wa Minab kusini mwa Iran ilipopigwa siku ya kwanza ya vita. Lilikuwa tukio baya sana, tulifanya kosa, Kennedy aliwaambia waandishi wa habari mjini Washington. Alisisitiza kuwa Marekani haiwalengi raia kwa makusudi na kwamba Wizara ya Ulinzi inaendelea kufanya uchunguzi kuhusu tukio hilo. Baadhi ya nchi hufanya mambo kama hayo kwa makusudi, kama Urusi. Sisi tusingefanya hivyo kwa makusudi, alisema Kennedy. Kennedy ndiye mwanasiasa wa kwanza wa Republican kukiri hadharani uwezekano wa Marekani kuhusika na shambulio hilo lililosababisha vifo vya raia wengi. Ingawa Pentagon imesema uchunguzi bado unaendelea, taarifa za awali zinaonyesha kuwa shambulio hilo linaweza kuwa lilifanywa na jeshi la Marekani. Video kutoka eneo la tukio zilionyesha kuwa huenda kombora lililotumika lilikuwa ni Tomahawk, silaha inayotengenezwa Marekani. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump alisema mapema kuwa huenda Iran au Israel pia walihusika na shambulio hilo, ingawa hakutoa ushahidi. Akijibu swali kuhusu tukio hilo, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth alisema Marekani inachukua masuala kama hayo kwa uzito mkubwa na hufanya uchunguzi wa kina. Hakuna taifa linalochukua tahadhari kubwa zaidi kuhakikisha kuwa raia hawalengwi, alisema. Kwa upande wake, rais wa Iran Masoud Pezeshkian alitoa kauli kali akisema wale wanaodhani wanaweza kuiangamiza Iran wanaishi katika ndoto. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X, Pezeshkian alisema historia inaonyesha kuwa hakuna nguvu iliyowahi kulifuta taifa la Iran. Katika majaribu yote ya historia, hakuna nguvu iliyowahi kufanikiwa kufuta jina hili la Iran, aliandika. Wale wanaodhani wanaweza kuiangamiza Iran hawajui historia. Wavamizi wamekuja na kuondoka, lakini Iran imeendelea kuwepo. Nalo jeshi la Israel limesema kuwa karibu 50% ya makombora ya Iran yaliyotumiwa katika vita hivi yalikuwa na vichwa vya mabomu ya cluster. Aina hiyo ya silaha hutawanya mabomu madogo kadhaa yenye vilipuzi katika eneo kubwa lenye kipenyo cha takriban kilomita 10, jambo linaloongeza hatari kwa raia. Maafisa wa kijeshi wa Israel walisema mifumo ya ulinzi wa anga imefanikiwa kuzuia makombora mengi, lakini wakakiri kuwa ulinzi huo hauwezi kuzuia kila shambulio. Kwa mujibu wa jeshi hilo, makombora ya Iran yamekuwa yakilenga maeneo ya watu pamoja na miundombinu muhimu ya kijeshi na kiuchumi. Jumatatu hii watu wawili walifariki baada ya bomu la cluster kulipuka katika eneo la ujenzi katikati ya Israel. Mtu mwingine alijeruhiwa vibaya na maeneo mengine kadhaa yaliripotiwa kupata uharibifu. Wakati huo huo, Ukraine imetangaza kuwa itatuma wataalamu wa kijeshi katika nchi kadhaa za Mashariki ya Kati kusaidia katika mapambano dhidi ya drone za Iran. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema wataalamu hao watatumwa katika nchi za Qatar, Falme za Kiarabu UAE na Saudi Arabia. Ukraine ina uzoefu mkubwa wa kupambana na drone za Iran aina ya Shahid ambazo zimekuwa zikitumiwa na Urusi katika vita vyake dhidi ya Ukraine kwa zaidi ya miaka 4.
Hatua hiyo inaonyesha jinsi mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati unavyoanza kuvuta utaalamu na rasilimali kutoka maeneo mengine ya vita duniani. Wachambuzi wanaonya kuwa kuongezeka kwa mashambulizi ya makombora, drone na operesheni za kijeshi katika nchi mbalimbali kunaweza kupanua zaidi mzozo huo na kuongeza hatari kwa usalama wa eneo pamoja na masoko ya nishati duniani.